Qur'an ina raha sana lau utaielewa. Kuna huyu bwana anaitwa Dhulqarnain. Allah tabaraka taala ameeleza kisa chake kwenye suratul Kahfi mwisho kule. Wanazuoni wanatofautiana kuhusu huyu bwana, hivi ni nabiyun au ni rajulun salih, yani ni nabii au ni mtu mwema, kwa sababu yeye ndo mtu pekee aloizunguka dunia kufika paka sehemu jua linapozama na sehemu jua linapochomoza, na kuna mambo mengi sana aliyashuhudia katika hizo safari zake mbili. Ila nataka tuangalie uhodari wake Allah tabaraka taala na ufasaha wake katika kueleza. Allah tabaraka taala anasema hata idha balagha baina saddain, katika hizi safari zake Dhulqarnain alifika mahala kuna milima miwili, wajada min dunihima qauma, hapo akapata kuna qaum, yani kuna watu wanaishi, lakini watu hawa la yakaduna yafqahuna qawla, yani takriban hawafahamu kitu chochote, hawaelewi, yani kama si watu wa kawaida, hawazungumzi lugha za kibinadamu wakaongea wakaeleweka. Ila nao walipomwona Dhulqarnain amefika mahala pale, wakatambua huyu si mtu wa kawaida, huyu bila shaka anaweza kutusaidia kwenye matatizo yetu. Wakamwambia qalu ya Dhulqarnain, wakasema wakamuita Dhulqarnain, inna juja wa maajuja mufsiduna fil ardi, hapa kuna viumbe wanaitwa Juj wa Maajuj. Hawa viumbe mufsiduna fil ardi, wanafanya uharibifu sana hapa, kwa sababu wao wanaishi nyuma ya milima hii miwili. Sasa hao wakisinjaa huwa wanakuja huku kwetu, wanakula kila kilicho chetu, wakishiba ndo wanarudi. Sasa tunakuomba, fahal naj'alu laka kharajan, hivi tukupatie hongo, tukupatie mali, tukulipe, tukupatie mali zetu, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, kwa lengo utujengee kizuizi, ngome madhubuti itakotutenganisha baina sisi na wao. Dhulqarnain akasema qala ma makanni fihi rabbi khairun, kile Allah alichonipa basi ni bora zaidi kuliko hizo mali zenu, bimaana sihitaji kitu chochote, ila fa'inuni biquwwatin, tusaidiane kwa nguvu zenu, yani mimi napeana maarifa yangu na nyinyi mnanisaidia kwa nguvu zenu, mnafanya na nyinyi. Aj'al bainakum wa bainahum radma, na kisha nitatengeneza kizuizi baina yenu nyinyi na wao. Sasa sikiliza, Dhulqarnain akasema atuni zubar alhadid, hebu niletene vipande pande vya vyuma. Kaitisha vyuma vile akavijaza ni kwenye ile nafasi baina ile milima miwili, na kisha akaichoma vile vyuma mpaka vikayeyuka, ndo akatumia na shaba kujaza ile sehemu. Ndo Allah tabaraka taala anasema baada ule ujenzi kukamilika, baada Dhulqarnain kumaliza ule ujenzi, kisa chake ni kirefu, tunasema tutaka tuangalie tu fasaha wake Allah tabaraka taala na uhodari wake katika kueleza. Ndo Allah anasema baada ule ukuta kujengwa na kuziba ile sehemu, anasema famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba, wale Juj wa Maajuj famasta'u, hawakuweza an yadhharuhu, kuupanda kuukwea na kuvuka, wa mastata'u lahu naqaba, wala hawakuweza kuutoboa, yani kuupasua, kuuvunja na kuuvuka. Kitu hapa alisema famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba, yani kama kuna maneno mawili au neno moja lakini limezidi herufi, famasta'u na famastata'u. Sasa ndo sali, kwa nini hakutumia famasta'u an yadhharuhu wa masta'u lahu naqaba, au famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba? Yani litumike neno moja katika kueleza aina zote mbili, kwamba hawakuweza kuupanda wala hawakuweza kuutoboa, lakini litumika tu neno moja, bali alitumia maneno mawili tofauti. Katika kupanda ukitizama utapata neno lake ni fupi, na katika kuutoboa neno lake ni refu. Ni kwa sababu Allah tabaraka taala yeye ni adhim na ni mfasaha na ni hodari wa kueleza. Asa ukiangalia katika kupanda na kuvuka, hii ni rahisi na itachukua muda mfupi sana ukilinganisha na kuutoboa na kuuvunja. Hii ni kazi ngumu sana na itakutumia muda mrefu sana. Sasa Allah tabaraka taala kwa kuwa anaeleza haya matukio mawili, yenye moja ni rahisi na litachukua muda mfupi, na ile nyingine ni gumu na litachukua muda mrefu sana, lakini yote hawakuweza, basi akatumia neno fupi, yani lenye herufi kidogo katika kueleza lile jambo la rahisi na lile litachukua muda mfupi, na lile jambo gumu lile litachukua muda mzito na muda mrefu, ndo akatumia neno refu nalo pia, akasema famasta'u, hawakuweza kuvuka. Maana hii ndio ingekuwa rahisi, wa mastata'u lahu naqaba, na basi ndo hawakuweza kabisa hata kutoboa. Allahu akbar. Ndio nasema hii Qur'an ukielewa ina raha sana, ndo pale ikisomwa
unaweza kuwa unatikisa kichwa hivi, kwa unaielewa, unatikisa kichwa. Angalia hichi kichwa hapa hebu. Wama khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil-haqq walakinna aktharahum la ya'lamun.